Pongea kusogea mbele. Sogeeni mbele. Sio unaogopa ukaa mbele. Sogea mbele, kaa mbele, usikae nyuma. Kaa mbele, usikae nyuma. Tafadhali naomba kila mmoja mbele pasiwepo na kiti ambacho kiko wazi kwako. Kama utii sauti yangu, sijui unataka utii sauti ya nani. Kama sauti yangu uitii. Kama unaogopa nani vyombo vinakusumbua, unaweza kukaa huko. Basi ukiwa umesogea mbele, hakikisha nyuma ndo kumebaki viti, lakini mbele pasibaki kiti. Naomba usimame, kila mmoja asimame. Ukiwa umekaa, ukiwa umepata sehemu yako, naomba usimame. Shapa. Yete kindiribu shapa. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, najikabidhi mbele zako leo. Sema tena, Bwana Yesu, naomba unipe sauti ambayo ina nguvu. Sema, Bwana Yesu, najikabidhi mbele zako leo. Tena, Bwana Yesu, najikabidhi mbele zako leo. Chukua nafasi juu yangu. Chukua nafasi juu yangu. Fumba macho, acha kuniangalia. Sema tena, Roho Mtakatifu, karibu kwangu leo. Karibu kwangu leo. Jioni ya leo ninakukaribisha. Jioni ya leo ninakukaribisha. Inua mikono kabisa, fumba macho. Sema, Bwana Yesu, jioni ya leo ninakukaribisha. Uwe msaada wangu, uwe nguvu yangu, uwe mshindi wangu, uwe baraka yangu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, jioni ya leo ninakukaribisha. Uwe mtetezi wangu, uwe nguvu yangu. Roho Mtakatifu, karibu kwangu leo. Karibu kwangu leo, kwa jina la Yesu. Sema tena, Roho Mtakatifu. Inua mikono kabisa, fumba macho. Sema, Roho Mtakatifu, na kualika jioni ya leo juu ya maisha yangu. Na kualika jioni ya leo juu ya maisha yangu. Ero, karibu leo. Sema tena, karibu leo kwenye maisha yangu jioni ya leo. Karibu leo kwenye maisha yangu jioni ya leo. Sema, na kuhitaji. Sema, na kuhitaji. Na kuhitaji Roho. Na kuhitaji Roho. Na kuhitaji Roho. Uniwezeshe, unisaidie, unitie nguvu, uniongoze, unibariki. Sema, Roho, Roho, karibu kwangu leo. Moyo wako uwe tayari kupokea. Moyo wako uwe tayari kupokea. Moyo wako uwe tayari kupokea. Pakandiribu, shekindiribu, pandarabu, shakandarabu, pakandarabu, shekapapa. Sema tena, Roho Mtakatifu, na kualika jioni ya leo uwe juu ya maisha yangu leo. Sema tena, Roho Mtakatifu, na kualika juu ya maisha yangu leo. Unitetee leo, unisaidie leo, uniwezeshe leo. Leo Roho Mtakatifu anataka kufungua watu. Leo Roho Mtakatifu atafungua watu. Inua mikono yako tena, sema, Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu leo. Karibu maishani mwangu leo. Karibu kwangu Roho. Useme nami Roho. Unitetee Roho. Unifungue Roho. Karibu Roho. Karibu Roho. Karibu Roho. Karibu Roho. Karibu Roho. Sema sasa, sema tu, karibu, karibu Roho.
Karibu Roho na kuhitaji leo. Roho nihudumie, Roho Mtakatifu nihudumie jioni ya leo. Sema Roho Bwana nihudumie jioni ya leo. Sema tu Roho naomba nihudumie jioni ya leo. Panarabo shekenirebo shapapapa panarabosha kaparabosha tapapapa. Sema tu Roho naomba niutumie jioni ya leo. Rekanarabosha papapa rekenerebosha papa ranta parabosha papapa rekenerebosha papa. Sema tu Roho naomba niutumie jioni ya leo. Sema Roho naomba niutumie jioni ya leo. Rekenerebosha papapa. Sema Roho niutumie jioni ya leo. Rinda mashapa renerebosha papa rakapa shanta papa. Roho naomba niutumie jioni ya leo. Sema Roho naomba niutumie jioni ya leo. Sema Roho nihudumie jioni ya leo. Sijasikia wanahitaji kuhudumiwa na Roho. 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 Sijasikia wanaohitaji kuhudumiwa na Roho. Sijasikia hapana rabo shekenrebo shapa wanahitaji kuhudumiwa na Roho. Sijasikia wanahitaji kuhudumiwa na Roho. Sijasikia pokorete kenrebo shapa papa wanahitaji kuhudumiwa na Roho. Sijasikia naomba fungua moyo Roho kuhudumia. Ikanarabosha papa wanahitaji kuhudumiwa na Roho. Mwambie Roho niutumie leo. Roho na kuhitaji leo. Roho niutumie leo. Kuna nguvu ya Roho tahudumia papa. Rana mama rabosha papa rekenerebosha papa. Baba tu Roho niutumie leo. Nihudumie leo Roho. Roho na kuita leo Roho. Roho mwaminifu Roho. Roho mtetezi Roho. Roho liye nguvu kwangu Roho. Roho liye baraka yangu Roho. Roho liye mwaminifu kwangu Roho. Naomba niutumie leo Roho. Roho baraka, Roho baraka. Rinda marando robosha pa ekenerebosha pa. Sema tu Roho na kuhitaji leo. Roho naomba niutumie Roho. Roho naomba niutumie Roho mwaminifu. Roho na kuita Roho. Roho na kuomba Roho. Roho na kuhitaji Roho. Roho shuka Roho. Roho niutumie Roho. Roho na kuita Roho. Bwana, Roho Bwana tawala kama ita Roho. Sema Roho tawala kwenye akili zangu, tawala ufahamu wangu, tawala nafsi yangu, tawala moyo wangu, tawala akili zangu. Roho niwezeshe, Roho niutumie leo. Roho ita Roho pokonerebosha kapara mamarabosha para babaye rekenerebosha para babarabosha pa inira mamarabosha pa. Asiyeomba Roho Mungu atamhudumia. Asiyefungua kinywa chake na kumwita Roho hata kwa namna machozi yako waita Roho. Roho atakuhudumia. Kuna tabia ambazo hauwezi ukaziacha mpaka Roho mwenyewe ahusike kukuhudumia. Kuna tabia ambazo hauwezi ukaziacha mpaka Roho hajakuhudumia. Kuna vitu ambavyo viwezi vikatoka mpaka Roho ashuke akuhudumie. Mwite Roho, mwite Roho, mwite Roho, mwite Roho, mwite Roho. Nataka wanayoita Roho kwa uvumi wa sauti zao ndani ya mioyo. Mwambie Roho naomba niutumie leo. Unihudumie nafsi yangu na mwili wangu na roho yangu. Roho naomba uniponye. Roho naomba unitoe kwenye magumu. Roho naomba unitoe kwenye shida. Roho naomba unikomboe leo. Roho naomba unitetee. Roho naomba unisaidie. Roho na kuita Roho. Roho na kuomba Roho. Roho na kuhitaji Roho. Roho shuka. Roho nitetee. Roho nisaidie. Mwite Roho. Kuna operation ya Roho Mtakatifu nataka kuifanya ndani ya dakika 10 hapa kwa watu, na hataki muishe Roho. Ita Roho panerebosha para mamarabosha pa. Ita Roho, ita uwezo wa Roho. Roho anataka akuhudumie. Roho anataka akuhudumie ndani ya dakika 15. Mwambie Roho na kuhitaji Roho. Roho naomba uniwezeshe na kuita kwa machozi yangu, maana kuna vitu sivioni vinaenda vizuri. Roho naomba ushuke wewe viweke sawa. Roho angalia mahusiano yangu. Roho angalia yule mwanaume ameenda mbali na mimi. Roho angalia yule mwanamke. Angalia hali ya uchumi. Angalia Bwana. Roho shuka. Rekesha pa. Mwite Roho, mwite Roho. Kila wa mahali ambako Mungu alipoleta msaada kwa wanadamu alituma Roho wake. Mungu alipoleta msaada kwa watu alituma Roho wake. Na wewe mwambie Baba nitumie Roho. Nitumie Roho kwenye mapito nilionayo.
Nitumie Roho kwa majira nilionayo. Nitumie Roho kwa wakati kama huu. Nitumie Roho kwa vipindi kama hivi. Naomba Roho anifungue mahali nilikofungwa, anitoe kwenye vifungo, anitoe kwenye gereza la kichawi, anitoe kwenye gereza la kukataliwa. Naomba Roho nitetee. Sijasikia wanaomba. Pray. Ukimwita Roho ataongea na watu hapa. Roho atatabiria maisha ya watu. Roho atafunua vitu vya sirini. Roho atakutoa kwenye ugumu na tabu. Manaraboshapa, rekenereboshapa, rinda mamaraboshapa, retekapapapa. Kile kifungo ambacho unashindwa kukiacha. Kuna vifungo ambavyo vinakutesa. Kuna vifungo ambavyo vinakufunga. Vinaanzia nafsini hadi rohoni. Vinaanzia rohoni, nafsini hadi mwilini. Roho atavitoa vifungo hivyo. Roho atavifungua vifungo. Kila kifungo umefungwa mikononi, iwe kifungo cha kiroho, kifungo cha nafsini, kifungo cha mwilini, kifungo cha ardhi. Roho akishuka na vifunguaga. Roho anafungua vifungo hivyo. Muite Roho. Alishuka kwa Samsoni. Roho alifungua vifungo vyote ambavyo Samsoni alikuwa amefungwa kamba, akavifungua vyote. Muite Roho, anafungua. Ita Roho. Kila waliyefungwa na wachawi, waliyefungwa na mizimu, waliyefungwa na waganga, waliyefungwa matambiko, majini maaba, majini makata, majini subiani, uchawi na uganga, kila roho chafu inayofunga maisha yako, Roho anatawala na shuka, anakutoa kwenye magereza, anakutoa kwenye magereza ya kichawi, anakutoa. Mwite Roho, mwambie Roho, nifungue leo. Roho, sitaki nirudi kama nilivyokuja. Fungua tumbo langu, fungua kizazi changu, fungua nafsi yangu, fungua roho yangu. Nitoe kwenye tabia za kabila, nitoe kwenye asili ya ukoo. Ita Roho. Nasikia nguvu ya Roho inatembea ndani ya kichwa cha mtu. Unasikia vitu vinatembea mwilini. Roho anatembea kutoe leo ule uchawi uliyeniwiziwa. Naachilia moto wa Roho. Ule moto wa Roho unayefunguaga malango ya magereza, inafungua leo malango. Gereza uliyefungwa la nafsi yako la kichawi, unafunguliwa leo. Roho anatembea. Pandaraboshapa, yekenereboshapa, rinna mamaraboshapa, randa papa raboshapa, yekenereboshapa, rinna papa, randa raboshapa, enereboshapa, rokoshapa, manda raboshapa, yekenereboshapa, rinna mamaraboshapa, rinda papa, rinda mashapa, rokoshapa, yekenereboshapa. Roho anatembea, rinna mashapa, Roho anatembea, rekeshapa, Roho anatembea, rinna mashapa, Roho anatembea, rekeshapa, Roho anatembea, rika pashapa, Roho anashuka, anatembea, anaoyale maumivu ya tumbo, maumivu ya kifua, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu ya mahali popote. Roho anatembea leo, anatoa. Kapa fire. Wewe ita Roho. Usifunge kinywa chako. Kuna ufunguzi unatembea. Kuna ufunguzi juu yako. Unahitaji kufunguliwa. Naona moyo wako umekamatwa. Naona nafsi yako imekamatwa. Wanaefunguliwa wanapazaga sauti. Waliyekuwa huru wanapigaga kelele. Ukisikia huru utamuita Roho kwa sauti. Utaita Roho kwa sauti. Mwambie Roho, na kuhitaji. Roho, naomba nifungue leo. Roho na kuita. Roho. Pokonereboye kenerere Shanta kama naraboye Pokorina mamaraboshapa enereboshapa papa manaraboshapa ebu anaroshuka. Fungua Roho ina mashapa. Ule moto wa Roho Mtakatifu utembee kwenye miguu ya watu, utembee kwenye utosi, utembee kifuani, utembee mguuni, utembee kila mahali. Ile nguvu ya Roho, ile nguvu ya Roho ilefungua watu, ile nguvu ambayo Yesu akasema itoa pepo kwa nguvu ya Roho. Ekanaraboshapa. Naachilia mapepo yote yaliyomo ndani ya mtu yapige makelele. Ile roho ya ukaaba, ile roho ya anasa, ile roho iliyotembea ndani yako, roho ya kuharibu fedha, roho ya kuharibu mali, na amuru moto kile pepo liyekaa ipige kelele, toeke ndani yako leo. Naachilia moto wa Mungu itembee kuondolea ile falme za giza, kile roho za ukoo, kabila zote, roho za ukoo, asili ya kabila inayekufunga, ile roho ya mizimu ya baba yako, roho ya mizimu ya kwenu, na iachilia moto itoke, kutoke. Fire in Jesus name. Rekenderebosha para. Ndio.
ndio. Poko rapo shapa. Ndio. Reke nerebo shapa. Ndio rina mashapa. Ndio rapa papa shapa. Eka na marabo shapa. Inna marabo shapa. Reke nerebo shapa. Pray. Rina mashapa. Naona moto. Inatoa watu kwenye magereza. Inatoa watu vifungoni. Naona nafsi inafunguliwa. Leo. Waliyekamata nafsi yako. Waliyekamata roho yako. Naona moto unatembea. Ile roho ilifunga miguu yako. Ile roho ilifunga kiuno. Usipokee nguvu kwenye viuno. Usishindwe kutembea. Naona nguvu nashuka. Mahali ulikokanyaga ni moto. Ulikokaa ni moto. Mavazi uliyevaa ni moto. Kila kitu kinabadilishwa kuwa moto. Hali ya hewa unapumua ni moto. Fire. Yes. Paka shapapa. Tio. Reke shaka papa. Yes. Porina mashapa. Yes. Kila roza wadui. Wanaume wanafanya vita na wewe. Wamama wanafanya vita na wewe. Roho anatembea kusambaratisha. Weka narabo shapa. Yes. Nerebo shapa. Kwa mamlaka jina la Yesu. Rina mashapa. Reke nerebo shapa. Kila roho ya kuchelewa, roho ya kuzuiliwa, ile roho ya uchawi, ndoto mbaya unazoziota, wale machoka na kufuatilia kwenye ndoto, wale mashimo ya kichawi, wale wanaume wa kiroho, naona moto na kutenganisha, na hivyo vifungo vyote vinafunguliwa. Vifungo vya kichawi, vifungo vya kipepo, moto, ita moto. Ita moto. Shekele mamarabosha papa. Inna mamarabosha papa. Sema tu moto. Sema tu moto. Sema tu moto. Sema moto. Sema moto. Kuna moto unakamata mtu hapa. Kuna moto unatembea hapa. Kuna mtu anasikia vitu vinatembea mwilini. Unasikia nywele zinawaka moto. Unasikia kifua kinawaka moto. Kuna moto unatembea. Kamba zinaanza kukatika. Vile vifungo vya kichawi. Ile roho asili ya ukoo, madhabahu ile kufunga inaanza kuachia. Naona moto unatembea. Fire. Ita moto. Yes. Ndio. Mapepo yanakaa ndani yako hayatavumilia moto. Maana ipumzi unaivuta moto. Kila roho ambazo zimekukosesha hazitavumilia moto. Kila uharibifu uliyekaa ndani yako hautavumilia moto. Uchawi uliyekaa ndani yako hautavumilia moto. Magonjwa ya kurogwa yaliyokaa ndani yako hayatavumilia moto. Balaa mikosi ana haitavumilia moto. Ile roho ya mama yako inayekufunga haitavumilia moto. Ile roho asili ya ukoo haitavumilia moto. Ile madhabahu ya waganga haitavumilia moto. Madhabahu ile hali ya vitu kutembea tumboni, mgongoni, vitu vinatembea kiunoni havitavumilia moto. Moto unawaka hapa. Ile roho ya kusinzia, ile nafsi kuibiwa, kukamatwa, wanaume wa kichawi, wanaume wa kiroho, moto unawaka hapa. Fire. Ita moto. Che. Reke na mamarabosha pa. Kuna operation. Naona matumbo yanawaka moto. Naona vitu vinatembea tumboni. Naona mkono wa Mungu unatembea tumboni. Naona mkono wa Bwana unaanza kutembea kwenye tumbo za watu, kwenye viuno vya watu. Naona moto. Naona panga la roho linatembea. Karabosha pa. Ekenerabosha pa. Na moto fire. Hey.
Wewe hautovumilia, hautovumilia. Natuma malaika wa vita, naamuru malaika akupige wewe uliyekaa ndani yake mara moja. Toweka, mwachie. Toweka mara moja. Achia roho yake, achia roho, achia moyo, achia kichwa, achia tumbo, achia kifua, achia kifua chake, achia tumbo lake, achia moyo wake, achia mara moja. Fire! Ndio. Vitu vinatoka. Poko rapa shapa. Etekelele shapa. Vitu vinatoka. Ugonjwa unajificha tumboni. Uchawi uliyekaa tumboni. Mizimu inajificha tumboni. Roho za madhabahu ya ukoo, madhabahu ya baba, madhabahu ya mama, madhabahu ya waganga, madhabahu ya aina yoyote inayekufunga, ile roho ya anasa, ile roho ya utasa, na achilia moto. Ikaparapo shapa. Naona moto. Rapashapa. Naona moto hapa. Ona moto unavyotembea. Rapashapa. Raboshapa. Ona moto unavyofungua baba huyu, inayefungua mama huyu kaka, huyu baba, huyu dada. Fire. Rekenerebo shapa. Rama mama. Funguka. Ina mashapa. Lawasha moto. Kila mateka kichaita moto tu. Ita moto. Roho Mungu anafungua. Operation inatembea. Inafunguliwa. Fire. Reke shapa. Funguka. Ina mashapa. Funguka. Renderebo shapa. Funguka. Ina mashapa. Funguka. Reke shapa. Funguka. Ina mashapa. Funguka. Renderebo shapa. Rabarabo shapa. Ina mashapa. Naona moto. Ita moto. Kila aliyefunga maisha yako, kila kamba, roho za kichawi, roho za uganga, choma kachia nafsi yake. Yeyuka mara moja. Toka huko. Toka shimoni. Toka kwenye nyumba hiyo. Toka makaburini. Toka kwa jina la Yesu. Ndio. Panda mamarabosha papa. Reke nerebosha papa. Rinna mamarabosha papa. Randa pashapa. Raka papa. Renderebosha papa. Funguka. Renderebosha papa. Rinna masha papa. Eka papa shapa. Rinna masha papa. Kuna nguvu. Kamata moto. Rinna masha papa. Reke shapa papa. Kamata moto. Rinna masha papa. Kamata moto. Reke shapa papa. Rinna masha papa. Chomoka. Rinna masha papa. Reke lebo shapa. Fire in Jesus name. Reta pa shapa. Fire in Jesus. Reke nama shapa. Na muru moto. Ile roho ya kutengwa. Fire. Reka pa shapa. Ite. Enderebo shapa. Ile roho ya kutengwa. Kwa mamlaka jina la Yesu. Na muru moto. Mtogo ya mateka haya. Yale mateka. Ile roho kukimbiwa. Kamata moto. Rapa shapa. Kamata moto. Enderebo shapa. Kamata moto. Mwachie. Ile roho ya bibi, roho ya kichawi inampeleka vibaya. Na washa moto ndani ile pumzi ya kichawi. Yeyuka. Semesha ile roho ya kichawi. Kama na moto Jesus. Ndio. Kama na moto. Funguka in Jesus. Poko shaka. Kila kamba za kichawi. Kila roho za kichawi. In Jesus name. In Jesus name. Poko rapo shapa. In Jesus name. Reteke shapa. Nguvu ya madhabahu kutoka kwenye vifungo. Nguvu ya madhabahu
nguvu ya madhabahu ikutoa kwa kila kifungo, nguvu ya madhabahu na kutoa kwa yule babu yako aliyekuoa kiroho, na kutoa kwenye ndoa huyo ya babu, nguvu ya madhabahu ikutoa huko in Jesus. Fire poko shapa na moto, wachi fire, fire mara moja. Malaika mlete, malaika wa vita, mtoe kwenye mikono ya babu, toe kwenye mikono ya babu. Ewe bibi, ile roho iliyekaa ndani ya binti huyo, anaonekana mbibi wa kuwanga na kuloga. Nasemesha nguvu ya Mungu imtoe huko, mtoe na kutenganisha na wewe bibi yako. Ile roho ya bibi iliyekaa ndani ikutoke binti, ikutoke binti, ikutoke binti, ikutoke binti, ikutoke. Chomoka bibi, chomoka ndani yake, toka, mwachie binti akae sawa, mwachie binti akae sawa. In Jesus name I command the fire, I command the fire, I command the fire, I command the fire. Fire, check up rabo shapa. Fire Jesus, fire Jesus, fire Jesus, fire Jesus. Funguka pokori na rabo shapa, sheke nerebo shapa. Ile roho ya asili, kamata moto, toka kwa makaburini, toka makaburini, toka makaburini, toka makaburini, toka makaburini. Huyo bibi akutoke na kutoa kuzimu, na kutoa kwenye chumba hilo, na kutoa kuzimu, na kuita uingie kwenye mwili wako. Jo binti, jo uingie kwenye mwili wako. Toka kwenye vifungo hivyo, toka makaburini, ingia kwenye mwili wako. Ingia binti, ingia mara moja. Jo geta, malaika mlete geta, mtenganisha na huyo bibi yake, tenganisha na bibi yake, geta na kutenganisha na bibi. Geta ile roho ya asili, funguka. Ile roho ya asili na kufungua sura yako, inaipiwa, inaonekana mbibi kizee, unachukuliwa kichawi. Geta Jesus, funguka Jesus. Geta, jitoa kwa bibi, inua mikono, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Naita moto utembee kwangu. Kila roho inayenitesa nisiendelee, naitoa hiyo roho, naichoma. Tuweka, sema tuweka. Chomoka. Fire, reke shapa, rana mashapa. Chomoka, reke shapa. Roho ya babu, we babu, mwachie miguu. Chomoka. Yuka, reke nerebo shapa. Rina mashapa, rama mashapa. Funguka chia. Chomoka. Achia miguu yake. Achia miguu. Kama da moto. Fire. Funguka. Ndio. Na moto. Mama marabo shapa. Rina mashapa. Rake shatata. Rama mashapa. Renderebo shapa. Rika pashapa. Na washa moto. Natembeza moto kwenye viungo vyote, viungo vya tumbo, mishipa ya kiuno, mishipa ya miguu. Uchao ulioniwizwa, uchao uliongelewa. Kama da moto. Fire. Chomoka. Achia. Nasemesha madawati ya shule, madawati ya kukamata, madawati ya shule. Ile roho ya uongozi uliyekaa ndani ya maisha yako, wakafunga maadui ili uishie njiani, maono yasitimie. Na amuru moto. Fire Jesus. Poko shaka baba. Natengeneza kiuno kama Bwana Mungu aishivyo.
na roho yake ishivyo, natengeneza mishipa ya kiuno, natengeneza mishipa ya kiuno, mifupa ya kiuno, nyama ya kiuno, viungo vya mwili vipokee nguvu, viungo vya miungu hii taposha pa, magoti yapokee nguvu, miguu ipokee nguvu. Fire Jesus. Niangalie. Fungua macho niangalie paka shaka nderebo. Pandarabo shaka pa. Rake nderebo. Hono mamarabo shapa. Rita papa. Sheke rika pa. Kamata moto. Pandarabo shapa. Kamata moto. Sheke nderebo shapa. Mama marabo shapa pa. Kamata moto. Mara moja kila uchawi uliohusika. Uchawi makabila. Uchawi Kisukuma. Uchawi Kiziza. Uchawi makabila yote yaliyohusika kuharibu maisha yako, kufunga tua yako, kufunga masomo yako, huwe mtu wa kuharibikiwa, huwe mtu wa kukataliwa, huwe mtu wa kufa, na ondoa mauti na kuvua ilo vazi uliovalishwa, na kuvua mavazi yote, mavazi ya kichawi, mavazi ya mauti, na yavua leo. Furuka ifata. Yes. Power to deliver, nguvu ya kufungua. Yale majani uliotengenezewa, kuna mti walikutengeneza kama wewe, wakakufanya kama sanamu ya mti. Na kutoa kwenye sanamu hiyo, na kutoa kwenye sanamu hiyo kama Bwana ishivyo, na kutoa kwenye sanamu hiyo. Funguka. Bwana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi ya nchi, akampulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. Na achilia nguvu ya uumbaji upya. Pumzi ya Bwana tembee ndani yako, irejeshe ufahamu wako, irejeshe nafsi yako na uhai wako. Pumzi ya uumbaji mpya. Take it. Jesus. Inua mikono, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila roho ya kichawi iliyokaa ndani yangu, roho ya kunikosesha, roho ya kuharibu hatua yangu, roho ya kunigombanisha na watu, na amuru moto wa Roho Mtakatifu iwe juu ya maisha yangu. Sema I command fire. Sema na amuru moto wa Roho Mtakatifu uwe juu ya maisha yangu leo. Sema tena, na amuru moto wa Roho Mtakatifu uwe juu ya maisha yangu leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za kichawi toeka kwangu. Inua mikono. Sema naita moto. Naita moto wa Roho Mtakatifu uwe juu ya maisha yangu leo. Sema tena, naita moto wa Roho Mtakatifu uwe juu ya maisha yangu leo, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Sema naita moto wa Roho Mtakatifu uwe juu ya maisha yangu leo. Fire! 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 Yayuka! Chomoka mndani hiyo roho ya kuishia njiani, roho ya kumkosesha kijana huyu, ile roho kosesha wewe. Reke shakanda papa pandarabo shaka papa reke nerebo shaka papa, ile roho ya kukosesha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Furuka.
give up, kuna roho kukata tamaa ile ambayo kijana anayo kuishia njiani. Nataka nimsaidie kitu. Hebu mlete hapa, mlete. Paka rabo. Inua mikono, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kila kifungo kinachonifunga, ninachokijua na nisichokijua, na kiondoa leo kwa jina la Yesu. Na kiondoa leo katika jina la Yesu. Nani kaka yako mkubwa? Una kaka yako mkubwa? Wewe ndo wa kwanza kwenu wa kiume. Ya kaka mkubwa, wewe ndo wa kwanza kwenu wa kiume. Uko mwenyewe. Wewe ndo mwanaume peke yako. Kuna roho ya kukatisha tamaa. Yaani akili yako isimami vizuri. Akili yako inachoka sana. Akili yako katika watu ambao wanayumba kimawazo na kiakili ni wewe. Utachoka kwa kitu ambacho utachoka sana. Utashindwa sana. Utajaribu kusaidiwa na watu, lakini utajikuta wewe mwenyewe hata unataka utoke, uondoke, uache. Akili yako sio imara sana ya kubeba vitu vilivyo vikubwa sana. Utajikatia kama si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Unaweza ukatamani hata kujiua ufe. Hii ni roho inayokufuatilia ambayo inafanya na ambavyo adui shetani anacheza na your mindset, anacheza na akili yako. Anayaribu maisha yako kwa njia ya akili yako. Akili yako haiwazi sahihi, inawaza wrong kila wakati. Unakuta moyo wako mawazo, akili unavyowaza pamoja na moyo haviambatani, haviendi sahihi. Unachokiwaza wewe ndio unachokitenda. Akili kwenye akili yako ndio unakitenda. Mara nyingi hautendi vyema, unatenda tofauti. Unatenda vibaya sana, kiasi kwamba unajiona mpweke, mkiwa, usiyependwa, usiyekubalika. Unahitaji usaidiwe uwezo wa akili. Kama mtu akikusaidia, si pesa, si mavazi, anahitaji aitengeneze akili yako iweze kujiamini. Yaani akili, mindset yako imarike. Nani anamjua? Unamfahamu? Mtoto wako? Mtoto wa wifi yako? Mtoto kwenye shida, tengeneza akili yake. Ni kweli. Yaani yuko hivi, unaweza toka mtuma dukani kitu akaenda akasahau. Yeah. Pigia makofi. Haleluya. Ongeza makofi, sema yupo nabii wa Mungu mahali hapa kwa jina la Yesu. Huyu mtoto akili yake iko sawa. Kweli. Yaani ni kweli kabisa mtumishi. Yaani anahitaji mtu amsaidie ajiamini kiakili. Yaani atengenezwe mindset yake ikae vizuri, ili ajielewe, ajiamini. Yaani akili yako, huyu tunataka tumsaidie tu uwezo wa akili. Ni kweli. Na akili sana, lakini kwa muda mfupi huu miaka miwili naona anafeli. Hata form 2 hajafanya vizuri. Yaani ndio yuko form 2 sasa hivi, ila anasoma boarding. Anamuona kama anashuka kiakili. Ana drop sana. Kuna nguvu zinamshusha huyu kijana. Iko kwenye vita vya kushambulia memo. Huyu anatakiwa tumhoji vizuri, anawaza nini? Anatakiwa tukae naye vizuri, tumsikilize kwa nini anawaza nini. Kuna uvamizi tayari ambao adui ameshateka nafsi yake, inafanya akili yake, unajua anachoka. Huyu afikiri sahihi tena, haiko sawa, haiko yeye tena. Saidie baba. Haiko yeye tena.
Maadamu amefika hapa atakombolewa kwa jina la Yesu. Amina. Kijana wangu unaitwa nani? Baraka. Hapa umefika lazima ufunguliwe. Utarudi haka. Ongeza makofi. Nisikilize, naomba inua mikono. Simama hapo. Nataka niongee na watu wawili watatu alafu nifundishe mawili. Naomba pia mkono shikia hapa. Nataka niongee na wawili watatu. Nasikia Mungu ananiambia niongee wawili watatu. Wewe binti wewe, bibi yako iko wapi? Bibi yako mzaa mama yako iko wapi? Sijui. Haujui. Ushawahi kumuota anakuijia? Hapana. Hapana. Unautaga nini? Naota ndoto mbalimbali, lakini kuna kipindi nilikuwa shule nilikuwa naota ndoto za ajabu tu. Unasema? Kuna kipindi nilikuwa shule nilikuwa naota ndoto za ajabu. Kama aje? Wewe unatumikishwa kichawi. Ndoto za aje? Yaani kuna kipindi hata nilikuwa naota nakula nyama za nyingine. Unakula nyama za aina gani? Yaani nyama tu. Hata nikiwa pale nyumbani kuna kipindi niliota nakula kitu lakini sikujua ni kitu gani. Wewe una bibi yako yumo ndani anakufanya. Kwa nini humjui bibi yako? Hujawahi kumuona? Bibi yangu nilimuona kwenye msiba wa mama. Kwenye msiba wa mamako? Ulimuona kwenye msiba mama yako alipofariki ndio bibi yako akaja? Tulienda kwenye msiba wa mama. Mlienda ndio ukamwona bibi yako? Ndio. Bibi yako anaitwa jina gani? Sijui. Haujui. Wewe ni mtoto wangapi kwa mama yako? Wa pili. Bibi yako anakushikilia na wewe unafanya uchawi usiku. Ndio maana ya kuota unakula hizo nyama. Hizo ni nyama za watu ambao unakula. Kwa sababu hiyo utaharibiwa kimaisha. Unajua wewe huwezi ukapata mme, huwezi kupata mwanaume. Utaharibiwa kimaisha. Utakuwa na vitu ambavyo ni vibaya sana vya kimahusiano. Ni vibaya. Nikiongelea vibaya, yani roho ya vitu vibaya. Niwe na mhubiri mwenye hekima kidogo. Yani huyu watoto ambao kwa huyu mtoto anatakiwa asaidiwe sana baada ya ibada. Kwa sababu mtoto anatumiwa kichawi. Hayuko sawa. Huyu lazima achezewe vibaya. Ni wanawake ni wanaume wanataka kumchezea vibaya. Haleluya. Mbona umekaa? Unatakiwa Mungu anapoongea be active. Ama kama ukikaa weka tu. Lakini nataka Mungu aongee na wawili watatu. Alafu baada ya hapo niingie kwenye neno langu. Nasikia Mungu anataka aongee leo na watu. Sema kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nisemeshe. Na Mungu anapoongea na watu ndio anawafungua. Amen. Ndio anafanyaje? Anakufungua. Ambaye kwa jielewa naelewa zaidi. Tuko pamoja? Sema kwa jina la Yesu. Binti unaitwa nani? Naitwa Nyangeta au Agnes. Nyangeta jina la nani hilo? Nyangeta ni jina la ukoo. Ndo nani? Kwenye ukoo iko nani anaitwa Nyangeta? Mama yake kiza baba. Mama yake? Mama yake na baba yangu. Ina maana ni nani? Bibi. Bibi Nyangeta. Unajua maana Nyangeta? Nyangeta ni kabila. Wewe ni kabila gani? Mkwaya. Nyangeta. Cha usiku. Ndio maana Nyangeta. Cha usiku. Chawi. Anawanga huyo. Binti. Njoo. Huyo anawanga. Anaitwa nani? Nyangeta. Hebu kaa tu kwenye kiti. Wewe Nyangeta, wewe unawanga. Unataka uache uchawi? Wewe sio mchawi. Sio mchawi kwa hapa, lakini kiroho wanakutumikisha kichawi Nyangeta. Sawa Nyangeta. Kwa nini unakubali kile Nyangeta? Tukubadilishe jina. Naitwa Nyangeta au Agnes. Usio unasema Nyangeta. Dada inua mikono yako juu. Una amani? Ina mikono juu. Mbona tumbo lako zuri unaogopa nini? Haleluya, pigie makofi.
Hebu njoo. Wewe njoo. Wewe dada. Njoo. Nataka niongee na watu wawili watatu afu baadaye nikafundishe. Nataka nifundishe leo. Yaani dada wewe una bahati sana. Usione wewe njoo kwangu. Njoo, come to me. Afu usimama hapo. Inua mikono niangalie mimi. Achana kuangalia wale watu, niangalie mimi ndio nimekuita. Sawa. Unajua kinachokusaidia kwenye maisha yako is a luck. Huyu binti mwenye bahati. Yaani una bahati. Bahati yako itakufanyikisha utajirike, ufanyikiwe, uwe na pesa, uwe na mali, ushinde, ukae vizuri, maana you have luck. Mungu amekuumba kuwa mtu mwenye bahati. Amen. Nani anamjua huyu? Ni binti yako. Wewe mbona mabinti wengi? Kiaje binti yako kiaje? Maana huyu binti ana roho nzuri sana. Subiri. Neno kaa tutakufuata huko na mic. Tutaongea huko na mic. Tutaongea huko. Kumi ni binti yako, ndio utatuambia vizuri ambayo tunayaongea, utafanyia confirmation. Maana mimi simjui. Hivi huyu ana mara ngapi kuja hapa? Anakujaga hapa? Ndio hiyo mic yako sasa. Anakujaga hapa kumbe? Nakujaga naye mara zote. Mungu amemwona leo. Si Mungu akusaidie na we Mungu akuone. Huyu binti kinachomsaidia kwenye maisha yake, ana bahati. Unajua mtu mwenye bahati ni tofauti na mtu mwenye kibali ama mwenye nyota. Daudi ukikosa bahati kwenye maisha yako, hata kama una kipaji, sawa, lakini ukiwa una bahati, unakuta unaachwa kwenye timu kubwa, na wakati una nyota kumzidi mwenzake, mwenzio ana bahati. Huyu ana luck, bahati. Luck, ndatamani muite leo luck. Na muite bahati, yani ana bahati ya maisha. Watu wenye bahati wanaweza kuzawadiwa vitu vyovyote. Anaweza kuzawadiwa gari, anaweza kuzawadiwa kitu chochote kwenye maisha yake kwa sababu ana bahati. Haleluya. Mama, niko naongea na wewe, ndio utanithibitishia juu ya huyu binti. Sawa? Kama unamjua vizuri, ndio naongelea bahati alionayo. Alafu kitu kingine, moyo wake. Ana moyo mzuri sana. Ni kweli. Unajua wale watu wenye moyo mzuri wa kupenda watu wengine, kusaidia watu wengine. Ni kweli. Ni kweli. Ni kweli. Ana moyo mzuri. Ni kweli. Na wewe muulize mwenzio, naona moyo mzuri? Aona moyo wa hasira na chuki. Hapa navyomtabiria huyu, sikutabiria wewe ushachukia. Yuko safe sana huyu binti. Yuko safe, yuko smart. Yaani mtu ambaye yuko safe. Unanielewa navyoongelea mtu ambaye yuko safe? Ni kweli. Yaani unabii wewe unashinda ndani ya Mungu. Yuko safe. Mtu ambaye ni mtulivu. Ni kweli kabisa. Yaani hana makuu mtumishi. Kweli kabisa. Yaani ni kweli. Nimekaa naye kwa miaka 4. Hawezi kutoka kama hujamtuma. Unaitwa nani? Naitwa Flora. Flora. Mimi leo nakuita Bahati. Naitwa Luck. Baraka zako zitakufuata. Hautozifuata wewe, bali zitakufuata. Mungu amekuinulia mataifa yote ya jinsia yote. Jinsia ya kike, jinsia ya kiume, Mungu amekuinuliwa kuwa baraka juu ya maisha yako. Amen. Na hizo jinsia zote zitakufuata, zitakuwa karibu na wewe. Naomba ili ulielewe, maisha yako yatafaulu, yatafanyikiwa. Hayatakuwa maisha ya kwenda ovyo ovyo. Amen. Tuliza moyo wako, kae utulie. Na kila kitu unachohisi kufanya, fanya. Mungu amekupa nguvu ya kuinua kila kitu. Amen. Kama ni biashara fanya, kama ni kazi fanya, chochote utakifanya lazima kitainuka kwenye nguvu ya mikono yako. Amen. Nimeishi kuongea na wewe haya.
Jitahidi usio mtu unayenyamaza sana. Maneno yale ya hekima, shauri wengine. Shauri, elekeza, fundisha. Kwa maana Mungu anataka kusaidie. Kuanzia leo unapokuona, kuna mabadiliko yatakuja baadaye. Amen. Kuna mali nyingi kwenye mkono wa huyu binti. Kuna mali. Unajua kuna watu msioangalie walivyo wadogo na wa kawaida. Huyu kuna mali nyingi kwenye maisha yake huyu. Amina. Ema, sure. Yaani kuna mali nyingi. Huyu kumiliki gari ni simple, kumiliki nyumba ni kawaida, kumiliki vitu vikubwa kwenye maisha yake ni kawaida. Kweli kabisa. Ajitunze na ajilinde. Usijizarau kamwe. Mungu ameinua vitu vikubwa sana kwenye maisha yako. Huyu bwanao ana mali ya kutosha, huyu ana vitu vikubwa kwenye maisha. Amina. Asante Yesu. Kuna alama ambayo itakuinuka kwako ya kukataliwa. Isikusumbue. Isikusumbue, isikupe mashaka yoyote. Maana wewe atakayehisi kwamba kukukataa ni kwa sababu hakuelewe na hakujua. Hebu inua mikono miwili juu ya dada wewe. Hebu waangalie watu. Sasa mimi leo hii katika mtu ambaye amebariki moyo wangu ni huyo hapa. Amen. Nawaambieni ukweli. Mimi ndo kama anakujaga hapa, mimi leo Mungu amenionyesha huyo. Amen. Amebariki moyo wangu sana. Ninaona milango ya nyumba sijue nini. Huyu binti amebariki moyo wangu sana. Kuna namna ambavyo nitajaribu kumfanya hapa kanisani. Amen. Huwa nina desturi ya mtu kuwa kiongozi hapa kanisani mpaka asome uongozi. Lakini huyu mwache naye atumike, ni Debora huyu anaitwa Debora. Lakini ibada tu kisha nataka niongee na wewe vitu vingi vya baraka. Amen. Kisha nataka niongee na wewe. Haleluya. Nitamani niongee na wewe mrembo wangu. Unajua kuna vitu vimeibiwa kwenye mikono yako. Na ndo natamani nije nikusaidie. Hii mikono yako ni mikono yenye nyota nzuri ya pesa, ya biashara, lakini imefungwa, imeibiwa. Kama sijaiongelea vizuri, hebu ishike mikono vizuri. Shika mpaka.
Haleluya. Kwa kweli Mungu acha aitwe Mungu. Mpige Yesu makofi. Kuna unabii mwingine si lazima niongee. Sawa? Tunamalizana na mtu. Kwa Israeli. Wewe unaonaje ningeanza kukuoja haya maswali mbele za watu? Sio vizuri. Sio vizuri eh? Je, ushawahi kuongea na mtu yeyote hayo? Hapa. Huyu ashafika? Hapana. Hapana. Sio hujawahi kuongea tena mimi. Wewe unaonaje mimi nimejuaje? Ndio maana nikataa kuongea na wiki nyingine. Kwenda kusaidia baadaye. Piga Yesu makofi. Unasikia ninakwambia? Luck, nenda ukae luck. Nenda ukae bahati. Wewe ni bahati. Wewe ni luck. Wewe kwangu wewe ni luck. Ni luck. Una mali nyingi sana wewe. Sema amen. Unaonaje mambo mengine kuyaongea? Unatakiwa unaongea kimya kimya. Unajua kuna mtu anaweza kawa na vita, lakini vita vyake ni vya wanaume. Sasa huwezi kaongea kawaida, lazima ongee naye yeye mwenyewe. Alafu unamalizana naye. Haleluya. Hivi sangapi? Nafundisha. Unajua nakusudia leo kufanya deliverance. Somo langu ambalo nataka nifundishe, kuteketeza mashuhuda wa uongo juu ya maisha yako. Wewe Madorini mwanangu, wewe kwambie kumisi wapi wewe? Hebu sema kuteketeza mashuhuda wa uongo juu ya maisha yangu. Unanielewa? Dakika 5 tu nataka nikugusie juu ya mashuhuda. Alafu baadaye utahusika leo kuwapiga. Kuwateketeza, kuwaripua washuhudiaji wa uongo, mashuhuda wa uongo juu ya maisha yako. Unajua amen. Kuteketeza, lazima tutasikiza ushuhuda mwanangu. Baadaye. Kuteketeza mashuhuda wa uongo. Zamani nifundishie hapa. Sogeza mbele. Ili niwe na wewe karibu. Nikipata neno lako tu moja kwa moja nafanyaje? Na kuita hapa. Tunamalizana hapa leo. Sema kwa jina la Yesu. Naomba uwe in network please. Sema kwa jina la Yesu. Kila shuhuda wa uongo aliyenishuhudia mambo mabaya, yale yote aliyenishuhudia, akutane nayo kwa jina la Yesu. Kila anayenishuhudia mabaya, ile mbegu aliyoipanda ya kunishuhudia mabaya, yamrudie yeye kwa jina la Yesu. Hebu naomba andika kusambaratisha mashuhuda wa uongo. Mashuhuda wa uongo. Ama kusambaratisha washuhuda wabaya kwenye maisha yako. It can be simple. Washuhuda wabaya kwenye maisha yako, wabaya. Kuwatawanya ama kuwasambaratisha washuhuda wabaya wanaesimama kwenye maisha yako. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, na hili utajifunza, maana ndio introduction ambayo inaanza leo. Mshuhudiaji amebeba nguvu sana kwenye maisha ya mtu. Ama ushuhudiaji una nguvu sana kwenye maisha ya mtu mwingine. Usipuuzie neno kushuhudia. Usipuuzie neno ushuhuda. Kuna vitu vingi umeshaga vikosa, na kuna watu wengi ushaga kosana nao, ama ushaga achana nao kwa sababu ya neno hili ambalo linaitwa ushuhuda. Nini maana ushuhuda?
Ushuhuda ni introduction. Ushuhuda ni utambulisho unayemtambulisha mtu jinsi alivyo. Maana neno ushuhuda. Ushuhuda ni utambulisho unayemtambulisha mtu namna alivyo. Sasa inategemea yule anayekushuhudia anakutambulishaje. Anakutambulisha kwa uzuri au anakutambulisha kwa ubaya? Ukiona mtu yoyote anayekushuhudia, ina maana anakutambulisha. Ushuhuda ni nguvu ya utambulisho unayemtambulisha mtu kwa aina fulani au kwa CV fulani, kwa kile ambacho alichonacho ama anachokitenda ama anachokifanya mbele za watu wengine ama mbele za mtu mwingine. Sasa inategemea yule mshuhudiaji anayekushuhudia, anayekutambulisha kwa mtu ama kwa watu, anakushuhudiaje, anakutambulishaje mbele za watu. Kwa maana ipo nguvu, na kuna nguvu kweli kwa mtu ambaye anayekushuhudia. Ina maana kwa mtu anayekutambulisha, anaweza akafanya watu wakufate, anaweza akafanya watu wakuache, anaweza akafanya watu wakupende, anaweza akafanya watu wakuchukie, anaweza akafanya watu wakukubali, anaweza akafanya watu wasikubali. Anaweza akafanya mtu hakuone wewe ni mbaya sana, na anaweza akafanya mtu akuone wewe ni mzuri sana. Ina maana inategemea anavyokushuhudia. Na hata kama unapokuwa kwamba, ina maana ushuhudiaji is like a convincement, ni kama ushawishi. Yaani ushuhudiaji inabeba nguvu ya ushawishi, unayemshawishi mtu ili amuone mtu fulani ama kitu fulani cha aina gani, ama ni mtu fulani mtu wa aina gani. Sasa kuna namna kwenye maisha yako watu wanakuona wewe ni wa aina gani, ni kwa sababu tu ya aina ya watu wanayokushuhudia, aina ya mtu anayekushuhudia. Na bahati mbaya ukikutana na mtu ambaye, hebu naomba fungua lakalaka, nimekuahidi dakika chache ili nikutoe hapa saa 12 na madakika chache sana. Alakalaka naomba ufungue kitabu kile cha Yohana ile sura ya 4. Yohana ile sura ya 4. Umefika Yohana? Yohana mtakatifu ile sura ya 4 na ule mstari wa 39. Hebu tuanzie 37. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja upenda akavuna. Hebu naomba 37, tuanze 37. Tuanze 36. Naye avunaye upokea mshahara na kuyakusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahia pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja upanda akavuna mwingine akavuna mwingine. Mimi niliwatuma muyavune yale msiyoyatabikia, wengine walitaabikia, nanyi mmeingia katika taabu yao. 39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno ya yule mwanamke. Hebu turudie 1, 2, 3 ambapo main point 39. Na wengine, na katika mji ule wa Samaria
wengi walimwamini kwa sababu ya neno ya yule nani? Mkato, aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Na katika Samaria, katika mji wa Samaria, wengi walimwamini. Neno la Mungu linaandika vizuri sana. Katika mji wa Samaria wengi walimwamini. Walimwamini nani? Yesu. Walikuwa wajamuona Yesu, walikuwa wanamsikia kila wajamuona. Lakini kuna mwanamke mmoja aliyeshuhudia vizuri kwa ajili ya Yesu. Ushuhudiaji wa yule mwanamke ukafanya Samaria yote, mji wa Samaria wote umwamini yule mwanamke, umwamini Yesu. Biblia inaongea hivi, wengi walimwamini kwa sababu ya wengi kumwamini, sababu ya wengi kumwamini ni kwa sababu ya yule mwanamke alishuhudia yale yote ambayo Yesu alimtendea, aliyemwambia, alishuhudia vyema. Unaona, Yesu anaaminika, Yesu anakubalika kwa sababu ya mwanamke mmoja ambaye maneno yake ya ushuhuda yalikuwa ni maneno mema. Unajua, siri ya mafanikio, siri ya mtu kufanya vitu juu ya maisha yako ni pale tu moyo wake ukikuamini. Halo? Ukiona mtu anajiachilia kwako, ni muwazi kwako, yuko huru kwako, Sedekia, ujue mtu moyoni mwake amekuamini. Unaelewa Daudi? Yani amekuamini. Kwa sababu amekuamini, hata sita kutoa vitu vyake kwako, hata sita kujiachia kwako, maana amekuamini. Sasa huu ushuhudiaji umebeba nguvu ya kumwaminisha mtu, ama nguvu ya mtu asiaminike. Mtu akienda akamshuhudia mke wako vibaya juu yako wewe, inafanya mke ndani akuamini, kwa sababu akuamini hayuko huru ama iko wazi juu yako. Kwa sababu gani? Kuna mshuhudiaji mmoja ameshuhudia matendo. Biblia inakuambia hivi, Biblia inaongea hivi, anaambia neno la yule mwanamke aliyemshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Mambo yote niliyoyatenda. Ina maana kuna matendo hapa ambayo yule mwanamke aliyotenda, Yesu akamwambia yote. Ina maana kuna mshuhudiaji anakushuhudia matendo yako. Inategemea huyu anayekushuhudia ana moyo gani, ana moyo wa aina gani. Akiwa na moyo wa unafiki, hatashuhudia matendo mema, atashuhudia matendo. Sasa akikushuhudia matendo mabaya, inafanya huyu mtu anayeshuhudiwa kwake, ama watu wanashuhudia, wasikuamini. Si mara moja, mara mbili, mara tatu, huwa anapata watu wanakuja hapa kwa pressure sana. Tena wengine wanakuja kunishtaki. Akifika nikianza kuongea nao wanasema, ona mtu mzuri bwana. Na tunaongea vizuri, mtu mzuri bwana. Yaani kumbe ndio hivi. Nini? Kwa nini amekuja kwa jazba? Aliyemshuhudia kamshuhudia tofauti juu yako. Amekuja amefume juu yako. Akifika akiongea na wanaona kumbe sio. Mshuhudiaji ni mbaya. Hii wiki lazima tufanye maombi ya kuondoa kila sumu iliyokaa ndani ya mtu. Huo namjua umjui, aliyebeba neno lolote la ushuhudiaji sio mzuri juu ya maisha yako, taondoa hiyo sumu kwa jina la Yesu. Na baada ya kuondoa hiyo sumu, utashangaa mke wako ambaye kwa amekukataa moyoni. Unajua unaweza kaishi na mtu kwa moyoni ashakukataa. Mume wako ambaye kwa anakukataa moyoni, rafiki yako ambaye amekukataa moyoni, ghafla unaona anakukubali, anarejea tena. Maana ile sumu ya ushuhudiaji imetoka. Sema inatoka kwa jina la Yesu. Sema tena inatoka kwa jina la Yesu.
kila maneno ya ushuhudiaji iliyopandikizwa ndani ya mtu, haujaongea kwa baraka, iliyopandikizwa ndani ya watu, ndani ya mtu mmoja anayenihusu kunibariki, ikawa sababu asinibariki tena, ninatoa ile sumu ya maneno yale kwa jina la Yesu. Sema, ninatoa kila sumu iliyokaa ndani ya watu ninaowajua na nisiowajua, kwa maneno ya ushuhudiaji mbaya juu ya mtu fulani, kwa jina la Yesu. Sema, natoa sumu hiyo. Sema, natoa hiyo sumu, hiyo sumu ya maneno mabaya iliyokaa ndani ya mioyo ya watu, naitoa leo. Sema, naitoa leo, naitoa kwa jina la Yesu. Sikiliza, naposema naitoa, mimi sitaji jina la mtu. Wewe unajua karikumtima kako mwenyewe. Unataka sema bila shaka fulani amebeba sumu ya watoto wake, ya mume wake, ama ya kaka yake, ama rafiki yake, kunaona mimi vibaya, yule fulani naitoa ile sumu. Unataja wewe mwenyewe sasa. Naeleweka? Haleluya. Hivi unajua kwamba kuna watu wamekuacha, kuna watu chumba amekukataa, mume amekukataa, si kwamba wewe ni mbaya. Unajua nguvu ya maneno yaangaliaje appearance tena ya kupenda. Si kwamba wewe ni mbaya, hapana, lakini ile sumu. Sema, ile sumu ya maneno ya ushuhudiaji mbaya yanabadilishaga muonekano. Sasa leo tutaitoa. Amen. Sema, leo tunaitoa. Leo tunaitoa. Mimi nakupa introduction, maana nataka nifundishe kwa nguvu sana ili somo kuanzia Alhamisi na Jumapili, Mungu akinibariki. Hebu fungua kitabu kile cha Marko. Unaona huyu mwanamke ameshuhudia vyema juu ya Yesu. Nabarikiwa na mwanamke, na mimi nakuombea leo Mungu akuinulie wa mama wazuri, wa baba wazuri, watakushuhudia vyema kwa jina la Yesu. Mtu akikushuhudia vyema, sikia nikwambia, mtu akikushuhudia vyema, utashangaa mtu anakuja hapa, moyo wake yani unabeba shauku ya imani, unabeba shauku ya ukubali, unabeba shauku. Kwa sababu gani? Ameshuhudiwa vyema. Yani unaona tu ana ile kitu fulani hivi, yani akikuona anacheka tu. Anacheka nini? Kuna ushuhudiaji. Unanishuhudiaga vizuri? Haleluya. Hebu fungua Marko. Alaka Marko ile sura ya 14. Marko ile sura ya 14. Tukianzia ule mstari wa 56. Tuanzia 55. Tuanzia 54. Naye Petro akamfuata kwa mbali, hata ndani katika behewa ya kuhani mkuu. Akawa ameketi pamoja na watumishi, akakota moto mwangani. 55. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua wasione. Wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu ili wapate kumuua. Kumbe kuna watu wanatafuta ushuhuda juu yako ili wapate kukumu. Sema in Jesus name. Sema kwa jina la Yesu. Toa sauti Bwana, usinifunje moyo. Sema kwa jina la Yesu. Ila anayetafuta ushuhuda juu ya maisha yangu ili apate kuniharibu kabla sijaribika mimi, na muharibu yeye kwa jina la Yesu. Sema na muangusha yeye kwa jina la Yesu, na muangamiza yeye kwa jina la Yesu. Sema kila anayetafuta
ushuhuda mbaya juu ya maisha yangu, juu ya hatua yangu, kabla hajaupata namteketeze kwa jina Yesu. Sema natuma moto, moto mteketeze, moto mlipue. Sema fire mara 3, mara 1, mara 2, mara 3. Sema tena. Amen. Haleluya. Akatafuta ushuhuda. Yaani wapo barazani wanatafuta ushuhuda. Mstari wa ngapi? Wa 55. Basi wakuu na wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua wasione. 56. Kwa maana wengi walimshuhudia uongo, walakini ushuhuda wao haukupata nguvu. Sema kila ananishuhudia uongo, ule ushuhuda wao usipate nguvu kwa jina la Yesu. Sema kila ananishuhudia uongo juu ya kazi yangu, biashara yangu, utuma yangu, ule ushuhuda wao usipate nguvu kwa jina la Yesu. Ukinielewa utaomba. Kuna namna hapa Roho Mungu anataka msaidie mtu. Mtu ananielewa? Kuna namna Roho kumsaidia mtu hapa. Kuna mtu, watu wanakushuhudia uongo, lakini maombi ya leo ule ushuhuda wao utakuwa na nguvu. Watakushuhudia lakini hautakuwa na nguvu ya kukuteketeza, hautakuwa na nguvu ya kukuangusha. Sema napindua kila ushuhuda, napindua kila ushuhuda unayesimama juu ya maisha yangu, juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya biashara yangu, na upindua leo kwa jina la Yesu. Sema na upindua leo kwa jina la Yesu. Kila ushuhuda unayetembea kila mahali juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya kazi yangu, juu ya huduma, ninaupindua ushuhuda. Sema napindua, napindua. Sema naupindua, naupindua, naupindua. Sema naupindua, 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 naupindua. Pindua ushuhuda, pindua, naupindua, pindua, pindua, pindua. Sema naupindua, pindua. Pray. Pokoraba au jaomba, unaomba kiulegevu, ujaomba. Pindua ushuhuda huo, pindua. Pokoreke shaparama yata rete kandarabosha papa. Napindua ushuhuda na ujua na sio ujua. Wananishuhudia uharibifu, wananishuhudia mabaya, ushuhuda wa uongo wanaupeleka kwa mume wako, wanaupeleka kwa baba yako, wanapeleka mahali popote, kwenye nyumba, mahali popote. Pindua ushuhuda. Hauna nguvu, ukiupindua hauna nguvu, hauna nguvu, umepewa mamlaka kugeuza. Pindua ushuhuda, pindua. Anayepeleka ushuhuda mbaya, anashuhudia matendo ya uongo juu yako, ili mchumba wako akukatae, baba yako akuchukie, mama yako akuchukie, mme wako akuchukie, watu wakuchukie, jamii kuchukie. Huo ushuhuda na upindua, na upindua, na upindua, na upindua juu ya maisha yangu, na upindua, na upindua, na upindua. Kila ushuhuda aliyoshuhudia mbaya iwe mbegu juu ya maisha yake, iwe mbegu juu ya familia yake. Ushuhuda huo anayeshuhudia mbaya au humpandia yeye uzae mabaya juu yake. Pindua ushuhuda, pindua. Hauna nguvu, hauna nguvu, hauna nguvu, hauna nguvu, hauna nguvu. Nataka anayeomba sana. Hauna nguvu, rapa shapa. Hauna nguvu, hauna nguvu. Reke shapa papa. Wanashuhudia eti wewe ni mbaya, eti wewe uniharibifu, eti unachochea ugomvi, eti wewe unafanya hivi. Hapana, kataa ushuhuda, pindua. Mume wako amekuchukia sana, hata msaada hakupi. Watu wamekuchukia, hata hawataki kufuata, kwa maana kuna mtu amekushuhudia vibaya. Pindua ushuhuda huo. Reke nderebo
hautakuwa na nguvu. Wanapeleka ushuhuda mtaani kwako, kila mahali, kazini kwako, kwenye ndoa yako, kwa mume wako, kwa mke wako. Pindua ushuhuda, pindua. Mwana Mungu, pindua ushuhuda. Play. Panereboye kenererere. Panerebo shana mamaraboye. Pray, omba kama jeshi. Omba ukiwezekana, simama. Omba kama jeshi, omba, simama, omba. Tawanyika, omba, pindua ushuhuda na utoa ndani ya moyo wake, na utoa ndani ya mioyo yao, na toa ushuhuda huo, na utoa ndani ya mioyo. Toa ushuhuda huo, toa ushuhuda. Rekenererere pokorabashapa enereboshapa yana mama shapa. Wanashuhudia uharibifu juu yako, toa ushuhuda huo, toa. Rekenereboshapa, toa yandarabosapa, toa enereboshapa, toa ushuhuda. Kuna ukombozi Mungu anataka akomboe watu hapa. Kuna ukombozi unataka kufanyika. Toa ushuhuda mbaya. Randarabosapa rabayete. Toa ushuhuda. Eti wewe ni mzinzi, eti wewe ni kahaba, eti umetoa mimba 5, eti wewe hufai kuolewa, eti wewe hufai kuoa, eti wewe sio, unashuhudiwa vibaya. Ule ushuhuda hautakuwa na nguvu, hauna nguvu. Ushuhuda huo unaondoa nguvu yake. Hauna nguvu ya kukuangamiza wewe, hauna nguvu ya watu kukatae. Pray my son, pray my daughter. Maombi ni nguvu inayofungua kila kilichoshindikana. Hakuna aliyeshinda, hakuna aliyemshinda muombaji. Omba. Rekesha papa. Pindua ushuhuda wote. Ushuhuda wa kiganga, ushuhuda wa kichawi, ushuhuda wanakushuhudia mahakamani, wanakushuhudia polisi, wanakushuhudia kuzimu. Ila ushuhuda wote pindua. Ukorebo shekenerere. Yanarabosha kana mamarabosha pa. Itekenerabosha papa. Enerebosha mama. Renerabosha papa. Rekanarabosha pa. Rekenerabosha papa. Inna mamarabosha pa. Itaparabosha pa. Rekenerabosha pa. Itapapa. Enerabosha pa. Rekenerabosha pa. Inna mamarabosha pa. Napindua ushuhuda wao. Ranarabosha pa. Napindua ushuhuda ulekaa ndani ya moyo wa mume wako anayeshuhudia vibaya juu yako. Pindua ushuhuda huo. Omba. Reke shaka rama yana rabo shapa. Eti una wanaume 3 4, eti una wanaume 5, eti wewe haukaagi nyumbani, hautulii nyumbani, eti wewe unatembeaga ovyo. Pindua ushuhuda. Eti wewe ni mzinzi, pindua ushuhuda wao. Ekenerebosha papa. Eti umetoa mimba 20, pindua huo. Ekarabosha papa. Ule wa ushuhuda unaipeleka baba yako akuchukie, mama yako akuchukie, mume wako akuchukie. Kwa mamlaka jina la Yesu tunageuza, tunapindua. Tumepewa mamlaka, tunautoa ndani ya miele sumu ya. Tunapindua. Rekandarabosha pa. Tunapindua ushuhuda. Pindua. Toa ushuhuda wao. Toa. Unayekunya yetu uharibikiwe. Hakuna kuharibikiwa hapa. Ashinena Bwana atapondwa. Rakandarabosha pa. Napindua ushuhuda mbaya. Hautakuwa na nguvu. Naondoa nguvu ya ushuhuda wa uongo na uondoa. Rekendere hapa. Pindua. Ritapo shekenderebo. Pandarabo shaka. Rekenderebo shapapa. Pandarabo rekenderere. Shana mamarabo shaka papa. Rekenderebo shapapa. Na mtu mmoja nataka nimtoe kwenye hiyo. Nataka nikutoe kwenye hiyo roho. Nataka nikutoe. Naongea na wewe. Huu ushuhuda umetembea sana kwenye maisha yako. Umeshuhudia uharibifu sana. Umeshuhudia mabaya sana. Mpaka kuna bifu ipo ndani yako. Naona bifu ya watu. Bifu ya wanaume juu ya maisha yako.
naona bifu ya mkaka juu yako kwa sababu ya ushuhuda huo. Kuna ushuhuda mwingi umeshuhudiwa mabaya ambao unakuharibia CV, unaharibu hatua ya maisha yako. Rapa shanderebo shapa, ekenderebo shapa, mandarebo shapa. Kuna mahusiano mengi yamesambaratika juu ya maisha yako kwa sababu ya ushuhudiaji. Watu wanakushuhudia vibaya, hata ndugu zako. Ekenderebo shapa, fuja ushuhuda. Rapa shanta papa, fuja. Ekenderebo shapa, kwa damu ya mwana kondoo, fuja ushuhuda huo. Pindua, 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 pindua. Yes. 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 Poko shapa. Shandarabo shapa. Pakarabo shapa. Maisha yako kushindwa wewe si kwamba wewe si mtafutaji, lakini ushuhudiaji wa juu ya maisha yako ni mbovu. Kuna mapando mengi ambayo yamepandwa kwako ya watu kushuhudia vibaya, na wewe pia kwa shuhuda tofauti ambaye yanaharibu hatua yako, yanaharibu yako. Hauingii mahali pako panakostahili. Hata kiwango chako cha maisha kisingetakiwa kuwa, kwa maana kuna namna ya mioyo ya watu. Kuna mioyo na kubeba, kuna mioyo na kubeba. Naona mapafu ya watu, mioyo ambayo imejaa kwa ajili yako, mioyo ambayo inaongea uharibifu kwa ajili yako. Hawataki waone hata hatua moja ya nukta ya baraka unaifanya. Hata mahali unapopata kinachokutoa ni ushuhudiaji. Watu hawakushuhudii mema. Hii imekuharibia. Imeharibu uchumba, imeharibu kazi, imeharibu mahusiano mazuri ya watu wa furaha na baraka. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mafanikio yapo kwako, lakini hii roho ni hatari, inaharibu maisha yako kusimama. Una uwezo mzuri hata kufanya biashara, naona baraka tu ya pesa, baraka tu ya pesa naona, lakini ushuhudiaji umekufunika, umekufunika. 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 Nani epi? Epi yule mtu mbaya sana. Na hata na wewe ukiletoa hayo au shuhudi vyema, unaenda tofauti. Problems. Nataka hii mtazamo wewe tofauti. Kwa nini maisha yako yaharibike, yashindwe, na wewe bado binti mzuri unastahili kufaa kuendelea? Sioni mema sana kwenye maisha yako. Naona indicator kubwa. Na wakati you are strong, neema ya kufanyikiwa sio kwamba haimo ndani yako. Ukweli usiopingika. Ile nyota ya mafanikio, nyota ya pesa, nyota ya mafanikio, inaiona imo ndani. Imo ndani, tena imo ndani vizuri sana kwa uwezo mzuri. Ila unazungukwa na uadui. Na uadui unatengeneza, kuna ambao umeutengeneza wewe mwenyewe na kuna ambao unatengenezewa na watu. Hii ndio shida. Na ndio maana tukipata mwanaume leo hata kuchumbia kuoe, lazima utashuhudiwa vibaya. Katika maombi ambayo unatakiwa uyaombe kwenye maisha yako, naongea na wewe unielewe vizuri, unatakiwa uombe hii hali. Kwanza toa maneno ndani ya mioyo ya watu ambao wanakushuhudia kivingine. Hakuna ushuhudiaji mzuri ambao unakaa ndani yako, ndio unaharibu maisha yako kweli. Na wakati una nyota kabisa ya kufanikiwa, this is problems. This is problems. Nitajitahidi kwa sehemu yangu kama baba yako, nitengeneze aina fulani ya moyo na nikusaidie vitu fulani, maana naona hivi vitu ambavyo naviona sana.
Mara ya kwanza hapa nilikwambia kuna mwanaume mrefu, nilikwambia kunaona mwanaume mrefu ambao mwanaume pia ana bifu na wewe, nilikwambia yeye, nafikiri hiyo unabii nilikwambia. Na nikakuuliza ukaniambia yes, kuna mkaka ambaye sijui anaishi wapi. Na sio huyu tu, naona mikoa miwili tofauti na Mwanza. Mikoa miwili tofauti na Mwanza. Unajua kuna kitu kinakufunika, kinakutengeneza kama mtu wa aina fulani. Yaani kinakutengeneza kama mtu wa aina fulani ambaye inafifiza mafanikio yako na maendeleo yako. Happy, why are you failed? Unataka kushindwa? Unajua wewe hata mtu akikuweka kwenye biashara lazima ulete pesa. Lakini kinachokushinda tu kusimama ni ushuhudiaji. Kwa sababu ile nyota ya pesa ipo kabisa. Ukikaa kwenye biashara, kwenye kazi, lazima pesa ije. Lakini ile roho ya kushuhudiwa vibaya ndio inakutoa mahali. Inakutoa. Mtu anataka kupenda kwa sababu unamuingizia pesa, lakini ile ushuhudiaji unapoinuka unakutoa. Na hii inakutenganisha na marafiki. Unajua wewe marafiki wako kukupa pesa ni kawaida, kukusaidia ni kawaida, kukutia, yani kusaidia, lakini baadaye ushuhudiaji unainukaga unakutoa. That is a problem, is attacking your life. Ndio inaharibu maisha yako. Usipoishughulikia hii utahisi kwanza. Nisikilize roho ambayo ninaiona kwako. Utapanga safari ya kutoka Mwanza. Uko na waza hivi. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Tuko na watoto hapa, Mungu wangu. Acha roho Mungu afichue hapa. Hebu elezea kidogo unabii wako vile ulivyoelewa. Elezea epi. Ni kweli kabisa, nilikuwa nafikiria niende Katoro au niende Dodoma. Pigie Bwana makofi. Jicho la kinabii liko hapa. Nimesema mikoa miwili. Vipi kuhusu marafiki? Vile baba alivyosema. Nimesema mikoa mingapi? Ni kweli. Na nakwambia Katoro na wapi? Dodoma. Ambani Geita na Dodoma. Kumbe alikuwa anawaza kuondoka. Sasa shida sio kuondoka. This is the problem. Shida sio kuondoka. Shida ni kile kinachokuzuia. Kinachomfunika. Maana naona amefunikwa na hiyo spirit. Kinachomfunika ndio kikitoka basi. Shida sio kuna nini, sio. Ni kweli ulishakuwa na marafiki wazuri wakakusaidia alafu baadaye kuacha hivyo? Asilimia kubwa ndio waga marafiki wengi wanakuwa hivyo. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Ongeza tena makofi. Baba anaongea kwa habari ya wachumba. Kwamba naweza kupata mchumba alafu baadaye kabla ya wachumba. Nilivyomwona mara ya kwanza niliona kijana mrefu. Mimi sikuwa simjui sana hapo mambo ya mahusiano. Ninaona katokea tu ghafla mahusiano yakaisha. Niliona kijana mrefu kwanza. Niliona kijana mrefu ambaye anafanya vita na yeye. Huyu kijana nilimuuliza mimi hiyo swali. Unakumbuka nikuuliza? Ndio, uliniuliza. Ukaniambia? Mwambie ndio namfahamu, ni shemeji yangu. Unamfahamu ni shemeji yako? Ndio. Ambaye mimi kwa sijawahi kuongea na wewe haya. Ndio. Ni mrefu hivyo hivyo unavyoongea? Mrefu mwembamba. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Yesu yuko hapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tabiri mtu wa Mungu. Sema tena wewe acha kulala. Wewe kumekucha lala. Hebu sema kumekucha. Sasa wengine wanalala eti. Hapa tunataka tumfungue, kumbe hata kukimbia huyo. Wakati tu amefunikwa na roho eti dada. Unamjua huyu binti? Mbona? Naitwa Upendo. Mbona uoga?
naitwa Upendo. Ukiongea na mtu wa Mungu unainua mikono juu. Kwa nini unaogopa bwana? Kwa nini una mashaka? Hapana, sina mashaka. Hauna mashaka. Unanijua mimi? Hapana. Yaani utapata ugumu sana kukaa na ndoa. Huyu lazima separated kwenye maisha yake imsumbue sana. Nataka niongee na huyu kwanza. Pigie makofi, tabiri mtu wa Mungu na pia Bwana. Huyu ni anaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Upendo. Wewe utakuwa na hii roho ya separated. Tunasema kusalitiwa, kuachwa ama kuachana. Ndio, ni kweli. Ni kweli. Ndio. Chapie Bwana makofi. Si unajua kuachwa ni kubaya? Sijamalizana na Epi lakini. Epi njoko, sijataka nisaidie mtu. Nimesema leo nipo kwa ajili ya kukusaidia. Sasa usipokaa kiroho kusaidiwa na kuacha. Sema amen, sema kwa jina la Yesu. Daudi toi hapa, nishamaliza kufundisha. Mimi nataka nifungue tu. Peleka huko. Sema kwa jina la Yesu. Kila roho inanisababisha kuharibikiwa. Hebu niangalie. Sema natoa hiyo roho. Inua mikono juu. Sema natoa hiyo roho. Inua mikono miwili kwa watu. Sema kwa jina la Yesu. Nyie mtulie tu. Sema kwa jina la Yesu. Ninaamuru kila roho inanifanya nisende mbele. Ninaivuja hiyo roho. Kwa jina la Yesu. Sema naita moto wa Roho Mtakatifu ushuke leo kwenye madhabahu. Sema moto. Hebu toa roho. Hiyo roho kukutamsambaratisha na watu. Hiyo roho kutenganisha hiyo roho kukimbiza hiyo roho kukuacha ya kutoka. Hiyo roho kuachana na watu. Hiyo roho fire. Mara moja yuka. Wewe. Kimbia mara moja. Sema moto. Fire. Paka nerebo shapa. Utamwachia vitu vyote ambavyo vimesambarata. Hiyo unajua huyu dada ana roho, yani ile unasema wale maroho ya ujasiri ya kupambana. Yani ana roho ya ujasiri ya ajabu, anaweza kufanya vita hata na watu 20. Yani ana ile unajua kuna watu sema kumekucha. Haleluya. Na kumekucha. Chomoka. Ona mmemuumiza nyie. Chomoka. Tapika hizo roho zote. Nyuka. Chomoka. Wewe mara moja. Nyayuka. Chomoka. Ndio chomoka ndani yake. Nyayuka, toka mara moja. Toka hizo roho za hasira, hizo roho za kukosesha, hizo roho za ugomvi, hizo roho za kuchanganya akili. Fire. Nyayuka. Mara moja. Vipi? Hebu mshike. Naomba Daudi mhusike nyi wawili. Wanaume mhusike niko mshika. Huyu dada tumfungue. Huyu dada kuna ujasiri ambao unamwangusha. Unajua kuna wale watu wanajiamini, kujiamini ambako kuna haribu maisha yake. Yaani anajiamini kipumbavu, tuseme kipumbavu. Fire! Chomoka! Yuka wewe. Pepo wewe. Tuweka chia maisha yake. Unasema anaitwa nani? Upendo na kutoa huko, na kutoa kwenye makaburi, na kutoa kwenye vifungo. Wale wanaume roho za kiume ambazo zimekaa ndani yako, roho za kiume ambao umefanya nazo hasira, hizo roho za kiume ambao umefanya nao vita, hizo roho za wanaume ambao umepigana nao, hizo roho za wanaume ambao umeshindana nao, nazitoa ndani yako, nazitoa tumboni, nazitoa kifuani, nazitoa tumboni, nazitoa. Chomoka! Fire! Kamata moto. Yuka wewe. Chomoka wewe mwanaume utamtoka. Utatoka ndani yake. Utatoka. Wewe nani kwanza? Utatoka. Wewe nani?
Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani wewe mwanaume? Wewe nani? Muinue. Wewe nani? Wewe nani? Nani? Huyu ana matukio huyu. Katika watu wanasifia matukio. Huyu ana matukio huyu dada. Yaani sio matukio mazuri. Katika mtu mwenye matukio mabaya ya ugomvi, kupigana, vya vitu mbalimbali, yani chomoka. Yaani wale watu ambao wako tayari kufanya anasa kila mahali. Chomoka. Yuko wewe mwanaume. Ulitangaza vita naye. Ulitangaza vita na upendo. Na kuamrisha mwachie. Achia akili yake. Chua moyo wake. Chua moyo wake kwa jina la Yesu. Be free. Efata. Rakosha kanderebo shekendiri. Pandarabo shaka baba. Amen. Inuka. Niangalie mwanangu. Upendo. Vipi? Ulikuwa wapi? Vipi mwanangu? Sijui. Haujui? Nani unamjua hapa? Unaishi wapi? Madoka 9. Mwanaume gani ulifanya naye vita wewe? Mume wako wa kwanza. Mke alikuwa hataki niishi naye. Kaachana. Ndiyo. Akafuata nani? Unajua wewe wako ni ya wanaume. Unajua wewe una moyo wa kujiamini, wa kupambana sana. Unajua wewe ni mtu ambaye yani sijui nisemeje. Yani mtu ambaye huu moyo wako ndio unakuriski maisha. Yani tunasema wale ambao wana ujasiri wa kujiangamiza, ujasiri wa kipumbavu. Ndio, ni kweli. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Na unajua kinachomsaidia aishi ni moyo wake. Sasa moyo wake anautumia vibaya. Maana moyo wake ndio ina-empower akili yake, ina-empower maisha yake. Unaona? Ule ujasiri. Kweli mtumishi. Unanielewa? Ndio. Sasa huu unamriski, huyu kwenye riski ni kawaida. Riski ni kawaida kwake. Huyu anatakiwa asaidiwe utulivu. Katika watu anatakiwa asaidiwe utulivu, kwamba calm down, tulia. Ndio huyu anatakiwa atulizwe, atulie. Yaani anatakiwa utulie. Acha kurukaruka. Acha ukisikia hivi, ukisikia tulia wewe. Na ni kweli mtumishi, huwa nipo hivyo. Pigie Bwana makofi, yuko nabii wa kweli mahali hapa. Ongeza tena makofi hayatoshi. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Na mimi leo hii nitaenda na nguvu. Nitaenda na baraka. Sasa sikiliza, nataka nivifanye hapa. Mungu wangu. Wale ambao niliwapa maji Jumanne wasimame. Jumapili, ilikuwa ni wiki ile kaambiwa wapate maji ya kunywa, simama. Maana nataka kufungua watu. Huyu yale makundi mmekuja na maji. Hebu yabebeni hayo maji. Nataka yani tutapanda mlima huu kwa nguvu, hatutarudi nyuma. Maana ni mlima mwezi wa 7 tumeanza. Yani wewe sije nikupe rafiki gani? Yani wewe nikikupa rafiki ambaye sio wewe unamwacha vizuri. Yani unahitaji rafiki na yeye moyo wake njoo na majeno ambaye atakusaidia kutulize moyo. Maana nikiwa mimi mwenyewe ndo rafiki yako nitakuwa nakutuliza tena kwa fimbo. Piga fimbo ndo unatulia. Usije wewe kama sikukuita maji. Ambaye sijamwambia maji Jumapili, sijaombea huko. Wewe umekuja leo maji yapi? Hebu kaa huko. Mwanangu, nataka sasa nisikilize nikwambie kitu. Sema amen. Amen.
Nataka nikwambie nyota yako na mafanikio yako na huu mwaka uone sasa maisha yako. Shida yako yani ulikuwa umefunikwa. Sasa watu watakukimbilia, yani wafanyabiashara watakukimbilia, watatamani sasa uende ukae dukani kwao, ukae wapi ili waingizie hela. Professor. Mimi mwenyewe nitakuhitaji uniingizie hela ama utasema baba anatumia nyota yangu. Haya maji yako nataka yafanye kazi leo. Na wewe ulikuwa na wewe uje nayo Jumapili Jumanne. Unamtetea. Maji mmoja umechukua mbili. Afrika bwana. Mimi nimesema moja, tena nisema akatuka hivi. Maana hapa nataka tufungue vitu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Fumba maji. Shika maji yako vizuri. Sema kwa mamlaka jina la Yesu. Nimepewa mamlaka ya kugeuza maji kuwa damu. Kuanzia leo na geuza maji yawe damu. Na geuza maji yawe damu kwa jina la Yesu. Kila aina ya kifungo ambacho kimekaa ndani yangu, iwe tumboni, kiunoni, kila mahali, akiondoa kwa jina la Yesu. Kila uchawi niliolishwa kwenye ndoto ama kwenye hali yoyote, hali ya hewa, kupitia damu ya Yesu, ule uchawi unaondoka kwa jina la Yesu. Maumivu ya tumbo ninayojua na nisiyojua, kupitia damu ya Yesu ninaondoa maumivu kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo, kila uharibifu unayetumika kwenye nyumba yangu, kazi yangu, biashara yangu, kupitia damu ya Yesu naondoa uharibifu wote. Sema kila maagano yaliyofanyika kwenye maisha yangu ama kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, nyumbani kwangu, kupitia damu ya Yesu naondoa maagano. Jina la Yesu. Baba, naigeuza maji yao kwa damu ya Yesu. Ninaigeuza kwa damu ya Yesu. Naigeuza kwa damu ya Yesu. Ninaigeuza kwa damu ya mwana kondoo. Naigeuza kwa damu ya Yesu. Naigeuza kwa damu ya Yesu. Naigeuza kwa damu ya Yesu. Ninaigeuza kwa damu ya Yesu. Ninaigeuza kwa damu ya Yesu. Ninaigeuza kwa damu ya Yesu. Hebu fungua. Fungua moja kidogo. Fungua. Karabu shekelele boshapa. Viongozi mkae nyuma ya watu. Rinda rabo shapa. Pokoreke shaka na marabo shatata. Panda rabo yeke nerebo shapa. Haya mingine mweke chini. Haya ambao umefungua. Panda rabo shapa reke nerebo shapa. Panda rabo shapa pareke na ya mama hiyo moja bebeni. Usiona kitu kingine mkononi. Sema nakunywa damu ya Yesu leo. Kila shetani aliyekaa ndani yangu. Toa sauti, sema kila shetani aliyekaa ndani yangu, majini maaba, majini subiani, majini makata yaliyokaa ndani yangu, uchawi uliokaa ndani yangu, na uua leo, na uondoa leo kwa damu ya Yesu. Kila roho ilenizuia nisipokee baraka ama nisizae, enzi yangu ibadilike kwa damu ya Yesu. Na iondoa leo, na iondoa leo, na iondoa leo, na iondoa leo. Hebu kunywa maji. Tumene usije yote, kuja kidogo tu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema tu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naondoa uchawi, naondoa uchawi, naondoa uchawi, naondoa uchawi. Rapa shaka ndarabo shapa. Navuja maagano. Ona maagano yanavunjika. Weka maji chini, weka maji chini. Weka maji chini, maagano yanavunjika. Damu ya Yesu, maagano yanavunjwa. Rapa shapa, mshikane mikono. Weka maji yako chini, funga, weka chini. Kwa damu ya Yesu, maagano yanavunjwa. Maagano yanavunjwa. Maagano yanayayuka. Maagano yanavunjwa. Ile roho ya utasa inavunjwa. Maagano yanavunjwa. Moto na waka tu. Moto na waka tumboni. Yale maagano uliyofanya na yule mwanaume, yale maagano ya kuvaa ushanga kiunoni yanavunjwa.
Watu wanafunguliwa. Ona moto, ona moto, ona moto. Ona moto unatembea tumboni. Ona moto, ona moto, ona moto, ona moto. Ona moto, kamata moto. Kamata moto, kamata moto. 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 Rabasha kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Rekenelebo fire. Fire, fire. Maagano yote. Uchawi wote unakaa tumboni. Ayuka. Toweka. Rabasha naraba. Rekenelebo shaba. Kamata moto. Kamata moto. Fire, fire. Waka moto. Fire, fire, fire. Renelebo shaba. Kamata moto. Achia, achia, achia. Achia uzaa. Achia, achia, achia. Reke rabashaba. Na amuru kichefuchefu tumboni. Kila uliolishwa. Fire, fire. Kamata moto. 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 Leyuka. Randa rabo shapa. Ekende rabo shapa. Kuna vitu vinatoweka. Vinaachia, vinaachia. Vinatoweka tumboni. Vinatoweka, vinatoweka. Vinatoweka, vinatoweka. Fire, 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 fire. Fire. Yale maagano yote walioniwiza juu yako. Yale maagano. Kamata moto. 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 Ule uchawi uliolishwa. Kamata moto. Nerebo shapa. Achia tumbo hili. Achia tumbo hili. Achia tumbo hili. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Fire. Poko reke shakanda rabo shapa. Ndio. Naona roho anatembea. Naona nguvu inatembea. Nguvu inatembea. Inayayusha vitu tumboni. Vitu vinatoka. Elizi uliyekunywa. Elizi inatoka. Yale maagano uliyepewa. Yale maelizi yanaondolewa tumboni hapa. Yale maelizi yanatoka. Ile uchawi uliolishwa. Vyakula vya kichawi. Naona vinatoweka. Moto unawaka maradufu. Moto unawaka maradufu. Moto unawaka. Moto unawaka. Moto unawaka. Fire.